Ndugu viongozi na wanamichezo, niungane na walionitangulia kusema Said Gatenga, lakini na Waziri Kabudi kwamba tunapoelekea kuwa waandaaji wa mashindano ya AFCON 2027, jukumu letu ni kubwa sana. Maandalizi ya mashindano haya yanahitaji mshikamano wa kitaifa, maandalizi ya mapema na ushirikiano wa karibu baina ya serikali na wadau wa michezo. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa AFCON 2027 inafanyika kwa ufanisi mkubwa kwa heshima na manufaa ya taifa letu. Ni dhahiri kuwa ili tufanye vizuri kwenye AFCON 2027 hatuna budi kuwekeza katika maendeleo ya wachezaji wetu hawa ambao wanahitaji kucheza mechi nyingi za ndani ili kupata uzoefu, ushindani wa kutosha na kujiamini. Na hapa nitoe rai ya ushirikiano baina ya vilabu na wadau wa soka kuhakikisha ligi zetu zinaendelea kuwa imara, shindani na zinawapa nafasi wachezaji wazawa kukua. Tusiwarudishe nyuma, wakue. Uzoefu huu wa ndani utawaandaa vyema kushindana katika nyanja za kimataifa. Kwa hiyo bwana TFF na viongozi wa michezo, NEMA, mna kazi ya kuiangalia hapo. Jicho letu liwe kwa vijana wetu, lakini kwa nyanja zote, kuwafanyisha mazoezi, lakini pia vijimaslahi vyao. Basi tarehe gani ile nilikuwa nimekaa, mara napokea taarifa kutoka vyombo vyangu vya serikali, wachezaji wamegoma kwenda Morocco kutoka Misri. Nini? Kiposho kidogo hakitoshi. Mie Mungu wangu we, Makonda, haya mnafanyaje kuhusu hili? Sitaki vijana kule wawe demoralized in any case. Hebu changamka basi. Mara namsikia Makonda anatangaza dau la 200, nikasema yes. Hivyo hivyo. Kwa wachezaji, tunajua concern yenu kwenye viposho vyenu, tutalifanyia kazi na leo.